Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Mwenge wa Kaunti. Je, maisha vijijini ni nafuu ikilinganishwa na mijini? Kwa nini? Kuna baadhi ya jumbe hapa ambazo ningependa kuzisoma. Kwanza kuna mmoja hapa anaitwa Pasaka kutoka Kuria West, anasema anapenda maisha ya vijijini lakini anaishi mjini. Uzuri wa vijijini ni kwamba gharama ya kutumia pesa iko chini, mambo mengi utayafanya kwa gharama ya chini, na kuna matumaini ya maisha ya kijijini kwa sababu kazi nyingi zinazofanyika haziambatani na hongo kama vile kazi za mikono, ni kumaliza kazi na kulipwa, na hakuna kazi za ofisi kijijini ambazo ni nyingi kama za mjini. Ian Kamau kutoka Eldoret anasema kuna wale ambao tumezaliwa mjini na tumelelewa mjini, na kuna wenye tumetoka kijijini. So wenye wametoka kijijini wakija mjini, maisha yanakuwa magumu, inabidi warudi kijijini, na wale ambao wamezaliwa mjini wanaelewa maisha ya mjini vile yalivyo. Haya, jumbe ni nyingi tu hapa na nitazisoma, lakini tukiangalia zile fedha ambazo zimeenda katika kaunti kuanzia mwaka wa 2013 ni takriban trilioni 3 na katika hii miaka yote, na jinsi watu wengi wanavyotoka mijini kwenda vijijini, hizi pesa unazihisi ukiwa pale kijijini. Hayo maazimio ya 2030 yameafikiwa kwamba hizi trilioni 3 na katika hii miaka yote zimeleta tofauti yoyote? Hawa ambao wamehama wameleta pesa zaidi? Kwa kweli na furaha kwamba kuna waziri hapa wa ardhi na mipango, na kuna gavana, naibu wetu wa gavana wa kutoka Kilifi. Lakini kwa kweli hata tukiangalia Nairobi County, hii mazungumzo ambayo yameendelea na gavana sahihi, okay? Yale yote ni kwa sababu ya watu wanatoka kutoka mijini wanaenda. Kajiado iko hapo karibu na Nairobi. Wengi wanatoka wanaenda upande ule, na kwa hakika ukiangalia zile pesa ambazo zinaenda kwa kaunti zimeenda wapi? Ni zile ugatuzi na mandates za kaunti hivi sasa. Mandates za kaunti wako na ardhi, wako na trade na investment hao wenyewe ambao wanapatiana permits zile ambazo gavana pia alikuwa anazungumza. Wana upande wa afya, wana upande wa agriculture. So katika hizo zote ukiziangalia na nyingine zile ambazo zote tunazijua. So serikali ya county ndio serikali ya uchumi, ndio serikali ya livelihoods ya wananchi, ndio front line ya economic development tusemavyo katika Vision 2030. Miradi yote ya Vision 2030 tusemayo haifanyiki juu ya hewa ya mahali ama inaitwa Kenya, zinafanyika kwa counties zote. Iwe ni mradi wa bottom up economic transformation, wa rural electrification, ya digitization, ama hata kina Lamu Port, SGR zote zinapitia kwa serikali ya kwa county government. Kazi zote wananchi ni wale wamoja, ni kwamba wataenda wapi. Kwa hivyo leo ukienda kwa kila county utapata hizi county special plans ambazo zimetengenezewa zikielekezwa na Vision 2030, zile medium term plans zetu ambazo tumefanya. County integrated development plans na annual plans zote zimechanganyika hapo. Kwa hiyo miradi yao yote na pesa kule inaenda yote ni ya kubuni kazi, kubuni biashara na maendeleo ya wananchi. Ni ile tu kwamba inafanyika kwa county. Kwa hivyo kwa sasa ukweli ni kwamba ile matrilioni yale ambayo yameenda mashirima, hata wewe ukienda kila kaunti yako at least utaona kuna mabadiliko fulani. Kuna mabadiliko fulani ambayo yako. Kila gavana akienda akitafuta kura analeta watu ambao wanafanya naye kazi. Wengi wametoka mijini wanakuja na gavana na wanapata kazi. Katika hapo zile department ambazo ziko zote wanaandika kazi kutoka kwa county, na wengine pia wanatoka nje wanakuja. Uchumi wa county government yenyewe ambao
kama ni kununua na Department ya Agriculture ya kama fertilizer, ya kama mbegu, ya kama vocational training centers na early childhood, uji ya watoto. Yote hizo ni uchumi ambao serikali ya county inafanya. Kwa hivyo kila county sahihi ukienda, uchumi mkubwa ambao unatengenezeka na ile county nzima. Utapata ni kwamba ni serikali ya county na zile pesa ambazo wako nazo wanajaza mafuta, wafanyaji kazi wa county wanaenda kufanya biashara, wengine wananunua ile purchasing power ambao wako nayo. Kama ni majumba mazuri ambao utayaona hata ukienda chini Tana River huko. Wengi ambao wamejenga majumba ni wale wafanyikazi wa county hapo. Tenders na contracts ambazo zinafanyika nyingi kwa hivyo hiyo ni uchumi ambao unafanyika hapo kwa jimbo. Lakini ningependa kusikiza kutoka Bi Flora Chibule kama bado yuko nasi kutoka kaunti ya Kilifi. Je, kaunti kama ya Kilifi imeweka mikakati ya kupokea hili wimbi la watu wanaotoka, tuseme wale ambao wanafanya kazi Mombasa lakini wanataka kuishi katika maeneo ya Mtwapa ambayo iko chini ya kaunti ya Kilifi, wale ambao wanataka kuishi Malindi na wanataka kufanya kazi ile ambayo ni ya mtandaoni, yani remote work. Je, kaunti zimejipanga kuweka miundo msingi ambayo leo hii Mashirima akiamua anataka kurudi kaunti ya Kilifi, anaweza kupata huduma za afya bora za umma, anaweza kupata shule za umma ambazo zinafikia malengo yake na mahitaji yake, anaweza kupata barabara ambazo zinaweza kumfikisha mahali ambapo anaishi? Naam, tunaomba radhi hapo, hatuwezi kumsikia Bi Flora Chibule kutoka kaunti ya Kilifi. Naam, tutarudi kwake, lakini swali hilo Bwana Parseina. Kaunti zimejipanga? Maana ukiangalia watu hao wote wanaohama, kutakuwa na masuala ya mabomba ya maji taka, kutakuwa na masuala ya barabara, kutakuwa na masuala ya shule na hospitali ambazo ziko karibu. Je, kaunti zimejipanga vilivyo? Asante sana Mashirima, lakini kabla sijajibu swali hilo, acha tu niseme kitu kimoja ambacho nilikuwa umeuliza, kama tangu ugatuzi zile pesa ambazo zinapelekwa kwa kaunti zimesaidia ama haijasaidia. Lakini wacha niseme hatungependa kulalamika, lakini ukweli lisemwe kwamba ugatuzi umeleta matunda. National government imekuwa in existence tangu 1963. County governments imekuwa in existence for 13 years. Na watu wanataka to compare kile kimefanywa from 1963 na counties ambazo zimekuwa tu in existence for 13 years. That one is not really objective. Nafikiri kuna wakati tulionyeshwa, sije kama ilikuwa ni Mandera, wakati county government iliweka lami kwa barabara na shule zikafungwa ndio watoto waje waone nini lami for the first time. Nakumbuka Kajiado kabla mambo ya ugatuzi, unaweza pata location mzima ama whole division na unakuta ni watu kama 2 ama 4 ndio wameajiriwa kwa national government. Ukianda hizi counties utakuta kwamba watoto wengi ama raia wameweza kuajiriwa, kwa sababu tukisema mambo ya development tusiangalia tu mambo ya infrastructure peke yake. Kuna vitu zingine ambazo the software ambazo pia tunahitaji kumulika, kwa sababu bila pia kudevelop the human capital na kuwapatia opportunities, hiyo infrastructure haitakuwa meaningful. Kwa hivyo kwa kifupi nataka kusema kwamba hata kama labda hatujatumia zile pesa ambazo zimewekwa kwa counties vile zinahitajika, lakini kwa hakika imeleta mabadiliko, na ni nzuri pia watu waelewe kwamba counties bado ni changa,
capacity building, mambo kama hayo inachukua muda. Lakini ni kitu ambayo tunasema kwamba kama kuna kitu ambacho kimefanyika kwa nchi ambayo imeleta manufaa kwa wananchi ni mambo ya ugatuzi. Kwa hivyo fedha nyingi zimeenda kwa nini? Kwa jambo gani ambalo unaweza kusema hili ndio limefanya kaunti zikabadilika? Ukiangalia kwa mfano mambo ya health. Kwa mfano kama Kajiado tuko na facilities, public health facilities zaidi ya 130. Majority of them were not there before 2013. Na ni nzuri ijulikane kwamba resources are supposed to follow functions. Na 80% ya mambo ya afya was devolved to counties. Lakini ukiangalia ile pesa ambayo inatumwa na national government wanatuma 20%. And then wao wanabaki na 80%. So again hapo unaona unfairness. Utakuta pia kuna functions ambazo zimekuwa devolved kwa counties, lakini implementation, operationalization bado haijafanyika 13 years down the line. County kama Kajiado kwa mfano, Kajiado tunapata kutoka national government ama the exchequer pesa kama 8 to 9 billion shillings. Na Kajiado imekuwa victim ya kusemekana kwamba ni one of the richest counties in the country, lakini kuna factors ambazo hazijakuwa catered for. Kwa mfano kuna areas ambazo bado ziko rural, hata ku access ni shida. Ya pili ni kwamba hii migration kutoka Nairobi kuja Kajiado, kwa sababu watu wengi sana kutoka Nairobi wamemigrate to Kajiado, na inaleta pressure kwa mambo ya infrastructure. So pesa mingi Kajiado tunatumia kwa mambo ya waste collection. On a daily basis we spend so much. That has not been catered for. So ni kumaanisha kwamba pesa mingi tunakosa kutumia kwa mambo ya kujenga shule, kujenga hospitali na mambo zingine. Ndio tuelekeze wapi? Mambo ya cleanliness. So hayo ndio challenges ambazo tunapitia kama counties. Na nafikiri hayo ni conversation ambayo inahitaji ifanywe vizuri, ndio tuweze kuelewana, ndio watu wajue ni nini hasa pesa ambayo inatoka kwa national government inafanya. Kwa sababu labda to a large extent communication ndio imekuwa challenge. Hebu sasa nadhani tunaweza kumpata Bi Flora Chibule kutoka kaunti ya Kilifi. Awali nilikuwa nimekuuliza kuhusiana na utayari wa kaunti kama ya Kilifi kuzidi kupokea watu wanaotoka katika miji mikuu kuja kufanya makazi, biashara, kilimo na mambo kama hayo katika kaunti ya Kilifi. Ni nini haswa ambacho Kilifi inaipa kipaumbele ili kuwavutia watu zaidi kuja huko mashinani? Asante Mashirima. Mwanzo ni kurudisha nyuma tu kidogo. Tuliamua sisi kama serikali kuwa na investment conference, na ile ilikuwa tunawaonyesha Wakenya na hata wale watu wa nje kwamba Kilifi tuna utayari wa kuleta uwekezaji na hata uwekezaji wa wale wananchi ambao wako ndani ya Kilifi, ndani ya Kenya yetu, tukijua pia vile tuko karibu na Mombasa. Kilifi is a cosmopolitan county. Jambo la kwanza ni infrastructure. Tumeimprove infrastructure zetu, haswa mabarabara. Tumefungua barabara mpaka vijijini ili kuwe na access. Pale awali nimesema si utalii tu uliokuwa umevutia watu kuja Kilifi, lakini kuna wale ambao wanakuja kutafuta fursa kwa sababu ya yale madini tulionayo. Lakini ni kueleza ya kwamba we have one of the biggest universities ambao ni Pwani University. Hiyo ilipokuwa established pale Kilifi, tuliona pia ilifungua
Kilifi kwa upana, maanake 70% ya wale wanafunzi wanaokuja pale hata si wa pwani, tuseme ni wa Kenya kutoka nje, na wengi wao wanapokuja wanahamia hapa Kilifi, maanake wameona opportunities. Niseme sisi pia ndani ya Kilifi tumefurahikia, maanake tumeona vijana wanakuwa empowered na kuna skill circulation, lakini tukasema pia lazima tuhamasishe health zetu katika facility zetu. Tumeweza kufungua zile ziko level 3, tumezeka level 4, tuhakikishe mambo ya afya yamebobea. Alafu pia jambo lingine tumeona ni muhimu kwa sababu ya wingi wa watu kuja kwetu ni kwamba tumeongeza municipality zetu kutoka 2 hivi tuna municipalities 5, na kwa ajili ya hiyo tuko katika mipangilio kuhakikisha ya kwamba ndani ya zile municipalities kwamba kutakuwa na ile 15 minutes of kuweza kupata rasilimali. Kwa mfano, ukiwa katika zile municipalities, mzazi akipeleka mtoto wake shule ama anapofanya kazi atakuwa na uwepesi wa kufikia hata hospitali ndani ama chini ya dakika 15. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunafanya kwa pamoja, tukijua hawa wawekezaji wakija, hawa migration wanapokuja, kuna kitu ambacho pia kinatumika kwa wingi, maji na moto. Hiyo pia imekuwa changamoto kubwa, lakini tume embrace mambo ya solar installation ndani ya Kilifi County, na ile Baricho Water ambayo ndio inatupatia usambazaji kwa Coast Water. Pia tunaangalia ni jinsi gani sisi kama serikali ya county tutahakikisha maji yanafikia watu, na pia tuna emphasize kuwe na drilling of boreholes, kuwe na hizi water pans, ili wanaokuja wasiwe na ule uhaba ya kwamba rasilimali kama maji na moto hawatapata. Lakini zaidi ya yote sisi tuna utayari kama Kilifi, manake tulijiweka katika global map na tukasema tuko tayari kuleta wawekezaji wanaokuja. Pia kumbuka mwenzangu alizungumzia kuhusu swala la health. Nafikiri wakati wa corona, ukiangalia pwani, ile joto la pwani lilifanya watu wengi pia waje wakati ule wa corona, waje Kilifi, na walipokuja hakurudi. Kwa hivyo wengi wao wamesettle hapa. Kwa hivyo utaona ni fursa nyingi ama mambo mengi ambayo yameleta watu. Na katika hali hiyo tumepata skills professionals wanaokuja, si watu tu wa kutafuta opportunities. We have a bank of professionals and skilled personnel ambao wameingia Kilifi na wanasaidia Kilifi kwa ubora wake. Naam, Bi Flora, nataka ushikilie hapo maana tutakaporejea ningependa pia kupata taswira ya Kilifi pamoja na Kajiado kuhusiana na wale locals. Maana kumekuwa na tetesi kwamba ndio watu wanakuja wanawekeza, lakini unapata wale ambao ni wenyeji wa maeneo hayo wanazidi kuwa maskini, ama wanahisi kwamba thamani ya ardhi inakuwa juu sana, ambayo wao wenyewe hawawezi kuimudu. Tunapumzika kidogo tu, tunarejea hivi punde. Usiondoke hapo ulipo.